Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media, upo nami Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Niendelee kukushukuru kwa kusubscribe na kubofya ama kubonyeza kialama cha kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, pamoja na kuacha maoni yako kufuatia taarifa hii ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 Juni 12 mwaka 2025. Amekutana na kuzungumza na makleri wa jimbo kuu la Roma, jimbo ambalo ni la aina yake, kwani linapokea na kuwahifadhi mapadre kutoka sehemu mbalimbali za dunia kwa ajili ya masomo, lakini pia wanashiriki katika shughuli za kichungaji maparokiani. Kielelezo cha ukatoliki wa kanisa unaosimikwa katika ukarimu. Amekazia umoja na ushirika. Wewe ni mfano bora wa kuigwa na kuaminika. Wewe ni mashuhuda wa kinabii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi ya tarehe 12 Juni mwaka 2025 amekutana na kuzungumza na mapadre mashemasi wanaohudumia jimbo kuu la Roma pamoja na majando kasisi wa jimbo kuu la Roma. Amewashukuru kwa sadaka na majitoleo yao kwa ajili ya huduma kwa watu wa Mungu jimbo kuu la Roma. Hii ni huduma inayosimikwa katika kimya kikuu, na wakati mwingine inasheheni matatizo na magumu ya maisha au hata kutoeleweka. Jambo la msingi kwa mapadre na mashemasi hawa kukumbuka ni kwamba wao wana thamani kubwa sana mbele ya Mungu, sanjari na utekelezaji wa mpango wake. Mkutano huu ni sehemu ya mbinu mkakati ya kufahamiana kwa karibu zaidi ili waweze kutembea kwa pamoja. Jimbo kuu la Roma ni kielelezo cha upendo na umoja, na kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaweza kutekeleza dhamana na wajibu wake kikamilifu kutokana na uwepo wao, huku wakiwa wameshikamana katika kifungo cha neema na askofu wao pamoja na wajibikaji wa watu wote wa Mungu. Jimbo kuu la Roma ni la aina yake, kwani linapokea na kuhifadhi mapadre kutoka sehemu mbalimbali za dunia kwa ajili ya masomo, lakini pia wanashiriki katika shughuli za kichungaji parokiani katika maparokia mbalimbali, kielezo cha ukatoliki wa kanisa unaosimikwa katika ukarimu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amekazia mambo makuu mawili: umoja na ushirika, mambo msingi yanayofumbatwa katika ile sala ya kikuhani ambayo Kristo Yesu alisali huku akimwomba Baba yake wa mbinguni ili wanafunzi wake wote wawe na umoja. Mapadre wawe ni mfano bora wa kuigwa na watu wanaoaminika. Kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Mwinjili Yohane sura ya 17 haya ya 21 hadi haya ya 23. Ni kwa njia ya umoja na mshikamano wataweza kuzaa matunda na hivyo kutoa ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Umoja na mshikamano huu kwa mapadre wa Roma unasimikwa katika hali ya kuishi kwa pamoja katika nyumba za mapadre, vyuo pamoja na makazi mengi ya mapadre. Padre anaitwa na kuhamasishwa na mama kanisa kuwa ni chombo cha ushirika unaorutubisha maisha na utume wake, kinyume kabisa cha utamaduni wa kuishi pweke unaowafanya baadhi ya mapadre kujisikia, kujiona, kujitafuta zaidi
mambo yanayohatarisha maisha ya kiroho na hivyo kudhoofisha nguvu za utume wao kama mapadre. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekazia sana umuhimu wa ujenzi wa ushirika na udugu wa kibinadamu kati ya makleri na hivyo kuwa waangalifu ili wasikumbane na vikwazo vinavyoweza kutoka ndani mwao. Makleri wakuze na kudumisha mahusiano na mafungamano kati yao hasa wakati wanapohisi kuchoka, wanaposhindwa kueleweka au hata kutokana na sababu mbalimbali. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema anataka kuwasaidia ili waweze kutembea kwa pamoja, ili waweze kupata amani na utulivu wa ndani katika maisha na utume wao, na kwamba kutokana na changamoto mambo leo anapenda kuhamasisha mapadre wa Jimbo Kuu la Roma kujenga udugu wa kipadre unaofumbatwa katika amana na utajiri wa maisha ya kiroho unaowawezesha kukutana na Kristo Yesu katika sakramenti zake sanjali na kusikiliza, kutafakari na kumwilisha neno la Mungu katika maisha na vipaumbele vyao. Kwa njia hii makleri wataweza kupendana kidogo, kuheshimiana kwa kuwatanguliza jirani zao, lengo likiwa ni kuboresha mahusiano ya kikanisa. Ushirika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, unapaswa kumwilishwa katika dhamana na maisha ya Jimbo Kuu la Roma kwa kutambua uwepo wa karama mbalimbali, malezi na majiundo tofauti, lakini wote wakishirikishwa nguvu moja. Mkazo wa pekee utolewe katika sera na mikakati ya shughuli za kichungaji kwa kanisa mahalia na ule wa kanisa la kiulimwengu. Watembee kwa pamoja huku wakionyesha uaminifu kwa Injili ya Kristo Yesu katika amani na utulivu, huku kila mmoja akijitahidi kutumia karama na mapaji yake katika ujenzi wa fumbo la mwili wa Kristo, yaani kanisa, na Kristo Yesu mwenyewe ndiye kichwa cha mwili huu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekazia umuhimu wa mapadre kuwa ni mfano bora wa kuigwa kwa kusimika maisha yao katika ukweli na uwazi, kama alivyosema Mtakatifu Paulo alipokuwa anaagana na wazee wa Efeso: ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu yalionipata kwa hila za Wayahudi, ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo wafaa, bali naliwafundisha wazi wazi na nyumba kwa nyumba, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Matendo ya Mitume sura ya 20 aya ya 18 hadi ya 20. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama baba na mchungaji mkuu anawataka mapadre wa Jimbo Kuu la Roma kujizatiti zaidi kuwa ni mapadre wa mfano na wanaoaminika, kwa kutambua utajiri wa karama na mapaji yao kama wanavyojulikana mbele ya Mwenyezi Mungu kuwa kweli ni mitume na wahudumu wa habari njema ya wokovu. Changamoto na mwaliko wa kuwa ni waaminifu na watakatifu kwa kuendelea kujikita katika unyenyekevu na upatanisho, tunu msingi za maisha ya Kikristo, upendo ukipewa kipaumbele cha kwanza. Fadhila ya unyenyekevu ni kikolezo na nguvu ya upyaisho wa maisha ya kiroho ya watu watakatifu wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka makreri wa Jimbo Kuu la Roma kuwa makini na changamoto mambo leo, ufunguo makini wa unabii. Inasikitisha kuona vita, mauaji ya watu wasiokuwa na hatia, ukosefu wa usawa, njaa, umaskini na vita, mambo yanayosigina hutu, heshima na haki msingi za binadamu. Kuna mateso na mahangaiko yanayoendelea kwa kukumbuka hata wananchi wanaoishi Roma. Kuna umaskini mkubwa wa hali na mali, ukosefu wa makazi ya watu, pamoja na uzuri unaoendelea kutoweka, kama alivyowahi kusema Baba Mtakatifu Francisco. Mji ambao una uhai, una ukarimu
pia kwa wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika makleri wa Jimbo Kuu la Roma kupokea changamoto zilizoko mbele yao na kama sehemu ya ushuhuda na shule ya ujenzi wa ufalme wa Mungu kwa kufuata mfano wa watakatifu waliothubutu kumwilisha tunu msingi za Injili katika historia na maisha yao. Hawa ni akina Doni Primo Mazzolari na Doni Lorenzo Milani, manabii wa haki na amani. Jimbo Kuu la Roma linayo mifano ya mapadre kama Luigi di Liegro aliyejipambanua katika mapambano dhidi ya umaskini wa hali na kipato, wakijisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya kutafuta na kutumisha haki, ustawi na maendeleo ya binadamu. Mapadre hawa ni mfano bora wa kuigwa na mbegu ya utakatifu wa maisha kwa mji wa Roma. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amependa kuhakikishia makleri wa Jimbo Kuu la Roma ukaribu na uwepo wake, huku akiwaaminisha kwa Kristo Yesu na kumwomba wasaidie kukuza na kuimarisha umoja na ushirika, wawe mifano bora ya kuigwa na waendelee kujikita katika ushuhuda wa kinabii ili kuhudumia nyakati zao. Amewataka kulipenda, kubaki ndani ya kanisa na kuwa ni sehemu ya kanisa. Waendelee kumpenda Kristo Yesu, mchungaji mwema, mchumba wake mwaminifu na asiyedanganya kamwe, wala hapendi mtu yeyote apotee. Baba Mtakatifu amewataka makleri wa Jimbo Kuu la Roma kuendelea kusali na kuombea hata wale kondoo waliopotea, ili wao pia warejee, watambue na kujisikia kuwa kwenye zizi moja na chini ya mchungaji mmoja. Kwa upande wake, Kardinali Baldassare Reina maarufu kama Bardo, makamu askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Roma, katika hotuba yake ya kumkaribisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 ili aweze kuzungumza na makleri na majando kasisi wa Jimbo Kuu la Roma, amesema kwamba Jimbo Kuu la Roma lina jumla ya mapadre 809, mashemasi wa kudumu ni 149, mapadre wanaotoka majimbo mengine lakini wako Roma kwa ajili ya masomo ni 500, mapadre wanaoishi kwenye vyuo na taasisi mbalimbali za kikanisa ni 2347, mashirika ya kipadre ni 211, watawa mapadre ni 3914 na jumla yao wote ni 8020. Hawa ni mapadre na mashemasi. Kuna mapadre 579 wanaofanya utume wao Jimbo Kuu la Roma, 132 ni wamisionari na mapadre 50 wameomba kupumzika na kutafakari kuhusu maisha na wito wao. Jimbo Kuu la Roma lina parokia 333. Kuna mapadre wagonjwa na wazee 50. Kuna majando kasisi wa Jimbo Kuu la Roma 84. Kimsingi mapadre wanaishi kwa pamoja huku wakisaidiana katika shughuli mbalimbali za kichungaji licha ya changamoto na matatizo mbalimbali, lakini makleri wa Jimbo Kuu la Roma wako tayari kusonga mbele kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa la Kristo. Changamoto kubwa ni kutokana na tofauti za kitamaduni mahali wanapotoka mapadre hawa, malezi na majiundo tofauti, changamoto za shughuli za kichungaji ambayo wakati mwingine inakuwa ni vigumu kuweza kutoa taswira ya pamoja. Makleri wa Jimbo Kuu la Roma wametumia fursa hii kurudia tena ahadi zao za utii kwa halifa wa Mtakatifu Petro, ambaye kwa sasa yuko katika nafsi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, ili Jimbo Kuu la Roma liweze kuendelea kuwa ni nzuri na takatifu. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya nguvu kabisa ya Upashanaji Media, naitwa Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Niendelee kukushukuru kwa kusubscribe na kubofya ama kubonyeza kialama cha kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hizi katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, pamoja na kudondosha komenti yako kufuatia taarifa hii ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Mimi sina la ziada. Nikutakie utazamaji na ufuatiliaji mwema wa makala, habari
na taarifa zetu mbalimbali tunaweza kuletea zikiwa ni habari njema kwako na familia ya Mungu kwa ujumla. Asante, bye bye.